اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا Muhammad. Weza kutusaidia kufika siku ya leo tukiwa salama, lakini ikiwa ni bahati kwetu kupata afya njema na kuhudhuria katika maeneo haya, kwa sababu sio wote ambao wamebarikiwa kuja kuhudhuria katika eneo hili. Kwa hiyo wote naomba tuseme amina. Kuacha majukumu yenu kadhaa ya nyumbani na familia na utafutaji, mkaona hatuna budi kufika kwenye kikao ili tuweze kupata mustakabali mzima wa vijana wetu na way forward nini kitaenda kuendelea. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hilo. Jipigeni hata makofi tafadhali. Lakini pia nipende kuipongeza stafu yangu yote, nikianza na mwenyekiti wangu wa bodi Madam Jacqueline kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kuifanya na kuendelea kushirikiana na uongozi wa shule bega kwa bega. Lakini meneja wetu Mr. Salim Kibode anapambana sana, lakini pia stafu yangu nzima kule, walimu, wapishi ambao wanafanya kazi nzuri kuhakikisha kama mambo yanaenda vizuri. Basi nao pia tuwapongeze kidogo. Ili mradi tuweze kufahamu nini kinaendelea. Maana kikao cha leo ndio kikao chetu cha kwanza toka awamu hii ya muhula wa pili ifike wa kufungua shule. Kwa hiyo wazazi, tunatamani mtambue kwamba taasisi yetu ama shule zetu kuna vitu gani. Maana inakuwa sio jambo tena kama tumewalazimisha ama ni jambo ambalo sisi tumeamua kulipitisha, ila majambo yote tutakayowapanga sasa inakuwa maki tumeshirikishana. Kwa hiyo njia tutakazotumia ni kushirikishana. Mkiona jambo hili haifai tusiliweke, hatutaliweka. Sisi tunakuja na proposal kama bodi ya shule pamoja na taasisi, tumekaa pamoja tukaona kwamba tukaonelea. Asalamu alaykum. Salaam. Karibu sana. Amina. Naomba mtafutie kiti mzee. Basi tukaona kwamba njia nzuri ya kufanya ni kushirikishana baina yetu sisi na nyie. Ili tunapofanya majambo basi iwe sasa kwamba hatujaamua sisi, maki wote kwa pamoja tumeamua. Sawa sawa ndugu wazazi. Kwa hiyo tukaonelea hilo, na ratiba nzima ya mwaka huu tunayo, kwa hiyo tunafikishia kwenu, na vile ambavyo tulivyoviona sisi vinafaa kati yetu sisi kama taasisi pamoja na bodi ya wazazi, nyie mtakavyopitisha na kuona kwamba vinafaa, basi itakuwa limepita kwa namna hiyo. Na mtakachokiona kwamba hakifai, msisite, kwa sababu lengo ni kujenga na si kubomoa. Mnapoona hiki hakiko sawa sawa, basi tunaambizana kwamba hiki hebu tukiache, hiki tupunguze, hiki tuongeze, ili mradi lengo tufike wote kwa pamoja hii safari, na isiwe wenzetu kadhaa wakaishia njiani. Sasa ndugu wazazi, basi naomba nizungumze mawili matatu, sababu kikao hiki ni cha mwenye swala la gari. Wengine ambaye maki hamhusiki na gari siwachoshi sana, na kwa dakika mbili tu nitalifafanua hilo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, gari yetu kwa inasumbua sana. Kuna kipindi kwa watu tunafuata mbaya na bodaboda mara hivi mara kukodi mama Flamingo mara manini, lakini alhamdulillah sasa hivi Mungu kasaidia, gari yetu inaendelea vizuri na imepona. Kwa hiyo wote tunafanya kama majaribio. Na watoto mara saa 3 wanakuja saa 3 mara saa ngapi, muda unakuwa haueleweki kwa sababu tulikuwa tunahofia kwamba gari imepona kweli kweli, lakini tumejiridhisha. Maana wiki 3 nzima tukafanya survey ya gari, tukaona kwamba iko vizuri. Ikitokea tu kama bahati mbaya, lakini mambo yako vizuri. So tuwale watu wangu wa gari, tutapanga ratiba rasmi ya usafiri ambaye kuanzia mtoto wa kwanza hadi wa mwisho. Kwa hiyo baada ya hapa tutatumiana message. Maana kutopoteza muda, tutachosha wale wengine nikianza kusema mama fulani mwanao anafuata saa ngapi mpaka tukamaliza ruti nzima watoto zaidi ya 35, inakuwa tunapoteza muda hao wengine ambao hawatumii usafiri. Ila wa usafiri, naomba baada ya hiki kikao ubaki ujue mwanao anachukuliwa saa ngapi nyumbani kwako. Sawa sawa ndugu zangu. Naomba hiyo wasafiri mlizingatie hilo, mpate huo ujumbe. Otherwise hata kama ukiona majukumu mengi, sisi tutakutumia message kwamba bwana mwanao saa fulani itafika. Muda wetu wa kusubiri ni dakika 4. Ikifika dakika 4 tunasubiri, mtoto hajafika ya 5 sisi tunaondosha gari. Kwa hiyo tunaambizana hivi kwenye kikao imadi kwamba baadaye tusije kaita kikao kingine mzazi akahamika wao anakuja ameondoka amefanya hivi. Tu tunaelewana kabisa wote tuna kitu hiki kimoja. Wewe na mzazi kwa bwana ngupa Simoni yuko hivyo basi. Tuamone ile kwa sababu uelewa wake kidogo kwenye kupokea ni muziki. Na kuna mwingine anaweza akaja mwaka huu na akamaliza mwaka huu kwa sababu
yeye skill yake ni kubwa. Kwa hiyo watu tunatofautiana. Lakini tukidiscuss sisi na nyinyi hakuna kitakacho haribika. Lakini swali lingine, swala stationary. Tunaona sisi madaftari yetu uzuri yashafika leo. Kwa hiyo wale ambao madaftari kwa labda ameisha, amefanyaje mpango wa kuweza kubadilisha waweze kukaa sawa sawa. Lakini wale ambao hawalipi stationary, madaftari yao ni juu yao wao wenyewe, basi tunawaomba unapoda daftari la mwanao hali yake ni mbaya, libadilishe. Madi lije likiwa zuri, maana hata kama anapojifunza basi ajisikie raha. Asiwe kama yatima au hana wazazi. Daftari limenyambuka ajisikie ni vibaya. Sawa sawa ndugu wazazi. Kwa sisi tunaona kwa sababu kazi yetu sisi ni malezi. Sio tu kufundisha, sio kama mtoto kujua kusoma na kuandika ndio kashamaliza, lakini tunapoona kuna jambo ambalo linatokea ambalo haliko sawa sawa, hatuwezi kufanyaje? Tukalikubali. Sasa namna gani ambavyo ya kuadhibu kijana wake? Basi hiyo ni swala tena kufanyaje? La kushare. Utake mwanao achapwe, is fine. Wewe sasa utuelekeze. Sisi tunachofanya, adhabu ziko nyingi, sio mpaka lazima ya kuchapwa. Si ndio? Wanaweza akakaa wenzake, mtoto akatengwa peke yake ya kufesi wenzake. Akikaa tu mbele kwa wenzake hapo huko anasoma, yeye anasoma anaangalia hivi ukutani, wenzake wanaangalia huko anaona hii mbona adhabu sana, kesho sirudii tena. Staff yangu hakuna mwalimu au mlezi ambaye anaweza tu akachukua kamchukua mtoto, na ndio maana sisi tunabadilisha sasa. Ninapoona kwamba niko na mlezi lakini yeye ana kisirani chake, masalani ana mimba, masalani ana yani, unaweza kumpenda sana Fatuma anaweza kesho asiwepo, kwa sababu kulingana na protocol ambazo mimi nimeziandaa, kwa sababu haya ndio maisha yetu. Ninapoona kwamba kuna kitu ambacho kinyume na utaratibu, lazima tu mwalimu huyo atakuwa si miongoni mwa umefinya basi nini ni alama. Sasa hatuwezi kukubaliana na tukaenda sawa. Unakuta mfukoni una 50,000, wakati huo kuna dai kama 350,000. Pale ndio pale kisukari kinaponipandaga, unashangaa tu mtu kapigwa barua kama 5 hivi au 6. Unatamani kujua majina yao? Majina yangu wamesikia tu Jackie, lakini hajui Jacqueline nani. Kwa majina anaitwa Jacqueline Joseph Doto, mwenyekiti wa kamati ya shule yetu. Mnanifahamu au kuna ambao wanifahamu? Hapa tunaanza na swala la ada. Kuna wazazi wamekuwa wadaiwa sugu, wanajijua wadaiwa sugu, msiname lakini siwataji, hiyo siri ya ofisi. Kuna wazazi wamekuwa wadaiwa sugu. Mnakwamisha taasisi. Walimu ili wawafundishe vizuri watoto wetu kwa moyo mmoja, wafunguke kabisa vizuri, wanatakiwa walipe pesa mishahara yao kwa wakati. Si ndivyo jamani? Hivi hata kama ni wewe unafanya kazi haulipi kwa wakati, utakuwa na moyo wa kuendelea kufanya ile kazi vizuri? Semeni ukweli jamani. Mtu ana stress zake, ana madeni, vikoba, nini, mambo mengi. Ili yale na wewe mambo yake yaende, anahitaji ile ada yako ili apate nini? Mshahara. Kwa hiyo naomba sana msiniangushe. Mimi niko hapa mbele kuwawakilisha nyinyi. Na nyinyi ndio mmenichagua. Mimi lazima nitafute. Ajenda yetu inayofuata mwezi unaokuja, watoto wetu wanatakiwa waende tour, wakaenjoy kidogo, wakarefresh mind. Tuna graduation kwa watoto wanaomaliza. Wazazi ambao watoto wanamaliza simpo hapa, mmejiandaaje? Mmejipanga vizuri? Mmejipanga kwa lolote lijalo. Natakiwa jitahidini mifuko isiwe ina ubaili kidogo ili graduation yetu iende vizuri. Tunatarajia kuifanya tarehe 28 mwezi wa 11. Lakini swala la sare sasa lipo nje hapo na tutawapa majibu. Hizi na upungufu wa kamati hapa. Anahitajika mwenyekiti msaidizi, mjumbe mmoja, tuna mjumbe mmoja sasa hivi. Lakini pia mshauri, mwenyekiti msaidizi. Hayo mapendekezo yanatolewa na wazazi, sio walimu wala sio mkurugenzi. Wazazi nyinyi wenyewe ndio mnachagua nani anafaa kuwaongoza. Wazazi,
Tunajichelewesha wenyewe. Mimi ningependa shehe wetu alipokuwa. Jamani, mtu kapendekeza mpige hata makofi. Asante sana mama yangu. Ila naomba utoe kwa hiyo. Aya, mjumbe mmoja. Simama baba, ongea. Yuko wapi? Yeye mwenyewe. Pigeni makofi, amepita moja kwa moja. Aya, tunahitaji mshauri. Nadhani hilo limeshaisha, si ndivyo? Wasimame wakisalimiwa, wakijitambulisha majina yao. Wakae mbele kabisa. Tunaomba viongozi wetu wa bodi ya shule mpite mbele, watu wawafahamu, muwasibuni. Kwa jina naitwa Hamisi Kaipandu, mzazi wa Nahad Hamisi. Nashukuru kwa kunichagua. Naomba ushirikiano wenu ili tuendeleze shughuli yetu ya kishule. Asanteni. Za saizi. Kwa jina naitwa Musa Balo, ni mzazi wa Alima ambaye anasoma High Kids, ipo Sekeudumbe. Nashukuru sana kwa kupendekezwa. Kwa majina naitwa Agnes John, ni mzazi wa Rashma Hassani. Nafurahi sana kuungana na nyinyi. Sisi tumefurahi, karibu. Jamani, hii ndio bodi ya shule. Kuna mwasibu ana uzuru kidogo na katibu pia, lakini tuko pamoja nao. Kwa hiyo kwa pamoja, lakini kwa ushirikiano wenu pia. Tunahitaji ushirikiano wenu ili kuendeleza taaluma yetu ya watoto wetu, si ndivyo? Tunahitaji ushirikiano wenu sana 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 wazazi, ili kukamilisha na kuwapa watoto wetu kilichokuwa bora zaidi. Asanteni sana kwa hiki ambacho kitakuja kutokea, maana hili jukumu nikaambia mwenyekiti, mimi sitaki kuchagua kwamba sababu wote wanafahamu na wote marafiki zangu. Kwa hiyo sitaki nichague huyu kwamba hii jukumu sitaki nihusike hata point. Wewe mwenyewe simamia watu wako, chagua uongozi wako, imadi mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo nikupongeze sana mwenyekiti kwa kulisimamia hili na kuweza kulifanikisha. Lakini pia pongeza pekee zije kwenu nyie. Hapa tuko wengi, lakini kuchaguliwa nyie maana yake imeonekana kuna kitu ambako kapo juu yenu. Kwa hiyo ni kipawa cha Mwenyezi Mungu mwenyewe. Inawezekana hizi nafasi hazina chochote, lakini maana yake ndio mwanzo mzuri wa kuweza kufahamiana na ndio connection zenyewe katika mfumo wa uongozi na kimaisha. Kwa hiyo niwashukuru kwa nafasi hizo mlizochaguliwa na wenzenu kuwashangilia kwa kishindo. Ni imani yangu tutashirikiana vizuri na shule kuhakikisha kwamba maendeleo na gurudumu zima la taasisi linaweza likaenda vizuri. Kazi zetu huku sio nyingi na wala sio kubwa na hazichoshi. Naweza katokea kwa miezi mitatu mara moja, basi mtu akafanyaje, akaendelea na majukumu mengine. Kikubwa manake sisi tunaweza tukaa kama vile wafuaji wa taarifa. Tunaweza kuona kama kuna kitu fulani, kwa sababu sisi ndio tunakaa pale masaa mengi, wa taarifa kitu fulani kiko sawa, tunakipeleka kwa, je, mnakionaje hiki? Nyie ndio mtatupa go ahead kwa niaba ya hawa wote kwamba hiki tunachokiona, hebu swala la tua sasa hivi bwana tunalipumzike kwanza, watu wa dini graduation. Nyie mtakayofanya sisi tutakuja tunawapa hawa. Jamani, viongozi wenu kwa bodi yenu imesema 1 2 3, nyie mnaonaje? Kama bodi imesema, kwa sababu ndio wawakilishi wenu, haina shida, basi limefanyaje, limepita. Kwa hiyo niwashukuru kwa kuweza kuchaguliwa, lakini pia tushirikiane kwa pamoja. Kazi zetu hazichoshi sana, ni za muda mchache sana, miezi mitatu, dakika zako 5 7 tushamaliza, mambo yamekufanyaje, yanaenda, imefanyaje, imekamilika. Tuendelee kuipa ushirikiano, na hawa ni kama daraja la nyie. Unapona pengine una ujumbe umeshindwa kuniface mimi,
Though mimi maana yake na kuniface mimi ni rahisi. Yaani mwanao unaona kabisa kwamba Kiingereza kinasuasua nini ukiniface mimi limefika. Ukaona kwamba mimi sitaki kumwambia Omari, acha nimwambie Shehe hapa, basi Shehe atanifikishia. Bwana, wazazi wanalalamika kuhusiana na swala la watoto kuzungumza Kiingereza. Kwa hiyo ibaki kuwa mzazi mmoja na mtoto kama itawezekana. Alafu na swala la uniform zao ambao na graduate, ni vyema mkalifanya mapema, hali ngumu sasa hivi, ili watu waanze kujichanga kidogo kidogo. Likichelewa na pia wazazi tutachelewa kufanya preparation. Tumeweka wazazi wawili. Tumeweka wazazi wawili kwa sababu jamii yetu sisi tunaitambua. Na bila shaka sio mkweli. Ndio. Wewe kabila gani? Muhaya, umeona kwa Muhanyo watu wa hivyo. Kwa hiyo sisi kwenye jamii yetu, mimi nikaona graduation iliyopita tukafanya 50,000 kwa 25,000. Licha ya kwamba kuweka hicho kiwango kikubwa, na licha ya kwamba watu wametoka kwenye ile mtikisiko wa nini ile tarehe 29 ile si manini maandamano si vitu gani, lakini tukasema kwanza hii nadhani itakuwa graduation ambayo itachekesha kuliko nyingine, kwa sababu ya ile jambo ambalo lilifanya iliyotokea. Kwa sababu siku tuliyopanga kabisa tusogeze mbele, kwa sababu ilikuwa bado watu hawajaruhusiwa kufanya mikutano ya aina yoyote. Tukalisogeza mbele. Licha ya kusogeza mbele, lakini wakajaa ukumbi mzima mpaka watu wakashangaa. Walikuwa mwaka jana nadhani mmeona. Kwa hiyo mtu anamaliza mmoja, lakini manake sasa hivi sio mambo ya mitunzo si nini vitu hivyo. Maana mtu anatoa afu mwenzake anarejesha. Kwa hiyo sasa unakuta hiyo graduation ya mtoto unaweza kaiona ndogo, lakini mtu mmoja ana watu 30 ambao tukawavalisha vijola sare. Nadhani mwaka jana jamani simple au ile sidhani kama nilipo mtandaoni au ilikuwa bado sijaiweka mtandaoni ya mwaka jana. Lakini video kwenye clip zetu za video pale zipo. Yaani wake ukiangalia watu walivyopendeza makundi kwa makundi, yani vijola hapa 40, vijola hapa 30, vijola. Watu walikuja mpaka na vigoma hapa. Wengine wamekuja na matarumbeta. Uongo kweli jamani? Mwenyekiti nadhani unakumbuka watu walikuja na kuna labda mama fulani akaamua kuja na tarumbeta lake. Mama fulani kaamua kaja na kigoma chake. Kwa hiyo maana jambo sisi walichukulia kama vile udogo fulani, lakini haliwi dogo, linakuwa kubwa kwa mwisho wa siku inatuelewea linatumeza. Unaona aibu wewe kwamba sasa nimepamba hivi kumbe vile kuna watu wanajaa kiasi hiki. Lakini sisi kwetu ni sehemu ya matangazo. Watu wanapoona kwa mtoto kapanda mbele pale ka flow English vizuri, kafanya hivi kwa na kumbe Ommy Kids ni sehemu sahihi ya kumpeleka kijana. Kwa hiyo na sisi hatutaki tufanye tena mizaha. Kwa hiyo tumeweka hivi wazazi waje wawili ambao wao ndio watakuwa watapata na kuponi za chakula, lakini kwenye gharama hizo imadi ile 20,000 ile 40,000 itatusaidia sisi kwenye MC. Mwenyekiti wangu kashanichagulia MC mmoja mpaka nimeogopa. Huyo MC anataka milioni 1. Anaambia sasa tubadilishe MC tuweke MC wa viwango. Kwa hiyo hiyo katika hiyo 40,000 kuna budget ya MC, kuna budget ya muziki, budget ya ukumbi. Sawa. Yaani ukumbi ukiingia hapa mimi napewa hapa free, lakini kiingia kwenye ukumbi 500,000 maana wanaohitimu watachangia kidogo pakubwa, wao watatoa shilingi 40,000. Wanaosindikiza atakuja mzazi mmoja pamoja na kijana wake. Lengo ni kuchukua matukio na kuona vitu vinavyofanya hivi vinavyoendelea. Kwa hiyo tusiangushane. Tunaomba vijana wenu wa participate kwa sababu tunapotoka hapa leo tutaongeza watu tunatoka kama saa 9, muda mwingine tunatoka saa 9 kamili, mara nyingi tunatoka saa 9 kamili. Sasa hivi kwa sababu tayari tupo kwenye maandalizi ya graduation na mmelipitisha. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu mtatuona tunachelewa kidogo kurudisha vijana. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafuata saa 9 msiwafuate tena watoto saa 9, mwafuate saa 10 kamili yenyewe. Nataka tuanze mazoezi mapema. Wa gari pia sina tutatoka saa 10 kamili. Kwa hiyo maana kwenye kurudi kidogo kutakuwa na utofauti wa muda, tofauti na ile ambayo tulifanya tulivyozoea. Lakini lengo ni kufanya mazoezi ya kutosha mali inapofika hiyo siku tusitie unyonge wala tusitie aibu. Iwe ni kitu ambacho kizuri, kilichonyoka na kila mtu akafanya akakifurahia. Kwa hiyo tutaongeza muda huo. Tulikuwa tunatoa saa 9 hadi wahi kurudi mapema, lakini tunakuwa tunatoa saa 10 kamili. Wa gari na wengine wote saa 10 kamili ndio muda rasmi wa kufanya kutoka. Mali ile saa 9 tumemaliza vipindi vyetu, lisali zima liwe la kwa ajili ya maandalizi. Sawa ndugu wazazi. Kwa hiyo ipo kwa namna hiyo, tushirikiane. Tumetangaza muda mrefu hadi kwamba watu tayari tuanze kufanyaje kutoa michango taratibu ili mambo yaweze kwenda vizuri. Na vitu vizuri vitakuepo. Nadhani walikuwepo mwaka jana amejionea, sasa mwaka huu tunataka tufanye kufuru zaidi ya ile. Kwamba mtu akija afurahi aseme kwamba kweli hii uniform kiasi gani waweze kuchangia na tutapata lini majibu. Ijumaa ya wiki ijayo watoto wanaohitimu watakuja na mimi. Sawa.
Ajenda zetu zimeshaisha. Hapo ilikuwa ni mengineyo. Kuna wale watoto ambao wanaishia saa 6 pia wana graduate. Kama je, ratiba yao itakaje kwa ajili ya masomo? Hapo sasa niwaombe, kwa sababu muda uliobaki ni mchache na imani kabisa hizi miezi miwili, kwa sababu wanatoka saa 6 banyika wanachangia 30,000. Alafu wanaotoka saa 10 wanachangia 50,000. Kwa hiyo japo kwa kule ni 20 kwa 20. Kwa hiyo kuongezea hapo kidogo kwa muda huu tu wa miezi miwili, mwanao anakaribia kumaliza. Sidhani kama utakuwa na shida sana. Kama utakuwa na shida sana basi tuonane ofisini, lakini natamani wote wanaomaliza wawe washiriki. Yaani make huyu kaigiza Nyerere, huyu kaigiza sasa hivi si unajua kuna Zakwani kuna Zakwani na huyu anaitwa nani wa Simba yule? Kwani wa Simba jamani hampo hapa? Mbona mumtaji mtu wenu? Mzangu mbona mumtaji Dumbia goal machine. Kwa kila anahitimu apate cha kuonyesha, imadi kwamba mzazi wake akae apate kitu cha ukumbusho, aseme mwanangu bwana wakati anahitimu Ommy Kids alifanya hivi. Kwa hata ile kwenye video yote anapochukuliwa huyu muhitimu, basi kuna kitu kakifanya ambako kitakuwa kama vile kitamhamasisha angalie ile video. Kimbizana na graduation pia tunakimbizana na interview. Vyote vinaenda sambamba hivi. Kwa vitakiwi vya kulikoni mtoto akagraduate vizuri alafu akafeli, haina faida tena ya hiyo graduation. Lakini huku kafaulu, huku kafanya vizuri, kwa mwenyewe mzazi unajisikia raha, lakini pia unakuwa balozi wetu wa kesho na kesho kutwa kuona kwamba hivi vituo ni kituo sahihi cha kumpeleka mtoto. Wanasema uchungu wa mtoto anojua ni mama, si ndio? Lakini tunataka tuliangalia. Inawezekana mtoto kuna kosa ambalo alikuwa kalifanya. Unaona vizuri anapokanywa tayari wewe mzazi kushasaidiwa na nani? Na mwalimu. Sasa unapokuwa unakuja juu, mwalimu anakuja kushinda siku nyingine. Mtoto kafanya kosa ambalo kwa liko wazi kabisa, atashindwa kufanyaje? Kumhukumu. Kwa hiyo tunatakiwa tuliangalie. Tunataka tutambue kama wazazi pia nifanyaje? Ni walezi, ni jumla moja na walezi. Lengine kuna swala la hizi traki ambalo kwa wameliongelea hapa. Traki tulitakiwa kila Jumatatu, tumetakiwa kuja na shilingi 1,100 ili kwenda kuwekewa muhuri. Hili swala mimi nalikubali sana kwa sababu kila mzazi anafahamu nguo ya mwanae, anafahamu nguo ya mwanae, labda kuhusu masuala ya usafi au nini. Anapokuja mzazi anaona kananunulia mwanae t-shirt inafika humu, anaokuja nayo sasa inamfukia viganja hivi. Unaona? Kwa hiyo mzazi atafoka. Hii sio nguo ya mwanangu, sijui hivi na hivi na. Sasa ili kuepusha hili, ni swala zuri sana waliloliongelea hawa. Tutoe shilingi 1,000 Jumatatu ili watoto kila mmoja awekewe jina lake, kama kaekewa jina lake, kama kaekewa namba, ili ajue fulani yake ni ipi. Tupo kwenye mengineyo ni ruksa na muwe free. Kuna kitu nataka kukizungumza, basi nakukaribisha. Mtoto anaporudi nyumbani anakagua homework zake. Kwenye kuandika zile homework anaandika vizuri namba 1 labda kama alivyoelekewa kwamba afatishe. Lakini ukimwambia ina namba ngapi anakwambia sijui. Unaelewa? Naomba iandike namba 2, anaiandika vizuri. Kwa hiyo tunakaza kumwambia kwamba anza namba 1, ukishamwambia namba 1 ndio anafatisha. Umeelewa? Hadi 10. Ila ukimwambia nyumba kwa Kiingereza inaitwaje? Anakwambia vizuri tu house. Mama kwa Kiingereza anakwambia tu vizuri. Tusaidie kwa hilo. Kwanza ni mzazi wa Judith Steven. Ila sasa changamoto mwanangu iko yani kwenye uandikaji, naunga mkono hapa. Maneno ya Kiingereza anaandika kwa Kiswahili. Mfano house anakuandikia house. 11. Changamoto ni ile. Nashukuru mwanangu kwa kweli anaweza kusoma. Nashukuru sana uongozi wa iKid. Mbarikiwe sana. Elias Libwe, mzazi wa Dorcas. Kipekee kwanza niombe radhi, nimechelewa na ndio maana nilikuwa kimya sana, sijazungumza chochote. Ila hapa mwishoni kwenye mengineo, jambo la kwanza mama amenifilisi hapo juu ya mtoto, juu ya yani kwa mfano Doli ukimwambia tu 3 unamvuruga, ila ukimwanzia tu 1 anakuhesabia hadi 100 Kiingereza, asumbui. Ila tu ukimwambia hizo namba tukimchanganya tu umeshamvuruga. Lakini pia mimi nije tu kwenye lugha. Naamini tayari wazazi mmelizungumza kwa kirefu sana. Na mimi ndio mchango wangu kwa walimu. Unajua mtoto akiwa mazingira ya shule unachomwambia mwalimu anakishika sana. Mimi muda mwingine mwanangu mwenyewe anibishia, haiandiki hivi, kuna kamkia. Sasa kimkia hadi anakipitiliza sasa.
Mimi naambia andike hivi, ananibishia. Sasa mwalimu kasema hivi. Nini maana yangu? Ikiwezekana kama vile mnavyowapa homework za kuandika na kwenye lugha pia, anambia ukifika nyumbani jitahidi. Ukimwona mzazi, baba, usimuite baba. Muite hivi. Kwa hiyo anakalia akirudi tu nyumbani, asubuhi ukiamka, mwambie baba ni hivi. Kwa hiyo maana unachomwambia mwalimu akifanya nyumbani anakifanya. Kweli na baada ya hapa pia nikutane na mwalimu wa Dori. Maana sifa zake nazipata kwamba akiwa shuleni anaongea Kiingereza vizuri. Ila nyumbani empty kabisa. Kwa hiyo kimwambia hivi yani haongei. Basi sasa nitoe labda lumui sasa kuwainua staff yangu sasa baada ya wazazi kuchangia mengineyo. Sasa pengine nao wafanyakazi wetu ama wafanyakazi wangu pengine mna lolote la kuzungumza, basi ndio wakati wenu. Wazazi hapa wako mbele yenu. Kama mna mawili matatu ya kuwaambia wazazi, mtamuinua mmoja baada ya mwingine kwa sababu wengine hawafahamu. Kwa hata kama huna cha kuongea utasalimia. Lazima uinuke ufanyeje? Kuweza kuzungumza wafahamu kwamba hii ni staff. Wewe ushaongea tayari. Nianze na Madam Jeni hapa. Mimi hapa nafundisha top class, wale watoto ambao wanamaliza mwakano wanaenda darasa la kwanza. Mimi ushauri wangu au changamoto mimi ambayo naiona kwa mimi hapa, kuna wale wazazi ambao wanafuata watu zao, tunasema wale wanaondoka kwa miguu. Unakuta mtoto anatakiwa kuondoka, mzazi wake anamsubiri kule. Asa ile inatupa changamoto sisi hapa. Hatujui kwamba yule mtoto ni mzazi wake au mzazi wake amtuma mwakilishi wake. Sasa hivi dunia imechafuka. Kwa hiyo ushauri wangu, wale wazazi ambao mnafuata tu zenu, tunaomba mfike hata pale shule. Ni hilo tu basi. Ni hapa nikonda. Sina shauri. Kwa jina naitwa Husna Juma, kazi yangu ni upishi, umikidi. Ni waangalizi wa watoto, niko kwenye usafi. Ila nilikuwa naomba kitu kimoja kwa wazazi wenye watoto baby, yani yoyote ambaye maybe anamuona mtoto wake saa nyingine anakuja amejisaidia. Tunakuwa ni ngumu sana kwa upendo wetu, ni ngumu sana. Unajikuta tunatoa nguo za shuleni, mzazi tukimwekea harudishi. Nguo zinatuishia. Mtoto anajisaidia, lazima umbadilishe, na kwa tunapata changamoto. Kwa mtoto ambaye anasoma baby, hata kama anasoma mido, ambaye unaona kabisa nyumbani ana shida au akija pengine akajikojoa, unakuta tumemwekea mazingira tofauti, tulikuwa tunaomba nguo mwe mnaweka kwenye begi. Ni hicho tu, asante. Kwa jina naitwa Madam Rehema, ni mwalimu wa mido. Pia ni bibi wa shule mimi. Yaani mtoto yote akisumbuliwa na mwalimu wote anakuja kwangu. Sawa? Asante. Kidi ni mwalimu wa baby na middle class. Kwa wazazi wa kule, jamani, ninachowaomba kwenye homework za watoto, kuna ambao sijui ni wanapuuzia maendeleo ya mtoto au ni shida ni nini, sielewi. Ila ninachowaomba homework zifanyike jamani kwa watoto. Naoni wadogo mambo zenu. Kwa jina naitwa Madam Emi, mimi ni mwalimu wa baby class. Kwa hiyo changamoto yangu baby class wengine wanakuwa hawaandiki homework. Kwa hiyo naomba wazazi muwasimamie. Asante. Namba hii hapa, muda wote iko ofisini pale. Ni 062 50 50 140. 062 50 50 140. Kwa hiyo namba ipo ofisini pale, muda wote ukipiga, bwana hapo kuna kitu fulani nimemwekea, kuna nini, basi mambo yatakuwa yako vizuri. Baada ya kuzungumza hayo, nimkaribishe sasa mwenyekiti kama na neno la mwisho na kufunga kikao, uweze kuturuhusu tuendelee na majukumu mengine. Mimi naamini kila tulichozungumza tumeelewana vizuri na tunaenda kuvifanyia kazi, si ndivyo? Tujitahidi masuala mazima ya ada na kila kitu, ili kila kitu kiweze kwenda vizuri, watoto wetu waweze kupata elimu bora na kurahisisha huduma za taasisi. Yaani ada tu, mimi nasisitiza zaidi kwenye ada. Tujitahidi sana sana sana. Lakini pia niwapongeze wazazi. Nimeona mnajitahidi kufuatilia maendeleo ya watoto kwa ukaribu. Mnajua changamoto zao. Inapendeza sana. Kwa jitahidi mzazi unapopata nafasi ya kukagua madaftari ya watoto hata kwa dakika chache, ili muweze kujua changamoto zao na kukutana na walimu wao. Mimi sina la ziada. Kikao chetu kimefungwa.
kwa hiyo ni ruksa kuondoka. Usafiri tu.